Suratu Shams imeteremka Makka. Mwenyezi Mungu mtukufu ameapa kuanzia sura hii kwa vitu kadhaa wa kadhaa miongoni mwa viumbe vyake vitukufu vyenye kueleza utimilivu wa uweza wake Mwenyezi Mungu mtukufu na upweke wake juu ya kufuzu kwa mwenye kuisafisha nafsi yake kwa imani na utiifu na kuhasiri kwa kupinga mwenyewe kuidhoofisha kwa ukafiri na maasi. Kisha ikaingilia mfano wa Thamud, kaumu ya Saleh na yaliyowafika hao, ili apate kuzingatia kila mwenye inda mwenye kukadhibisha. Kwani hakika wao walipomkadhibisha mtume wao na wakamuua yule ngamia, Mwenyezi Mungu aliwaangamiza wote, na yeye hahofu matokeo ya kuangamiza hao na aliyowateremshia, kwani yeye hasailiwi kwa anayoyatenda, na hakika amewateremshia wanayostahiki. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Washamsi wa duhaha, na hapa kwa jua na mwangaza wake. Walqamari idha talaha, na kwa mwezi unapolifuatia. Wannahari idha jallaha, na kwa mchana unapolidhihirisha. Wallayli idha yaghshaha, na kwa usiku unapolifunika. Wassamai wama banaha, na kwa mbingu na kwa aliyejenga. Wal ardi wama tahaha, na kwa ardhi na kwa aliyeitandaza. Wa nafsin wama sawaha, na kwa nafsi na kwa aliyeitengeneza. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kisha akaifahamisha uovu wake na wema wake. Qad aflaha man zakkaha, hakika amefanikiwa aliyeitakasa. Wa qad khaba man dassaha, na hakika amehasiri aliyeiviza. Kadhabat Thamud bitagwaha, kina Thamudi walikadhibisha kwa sababu ya upotofu wao. Idhin ba'atha ashqaha, aliposimama mmovu wao mkubwa. Faqala lahum rasulullahi naqata Allahi wa suqyaha, hapo mtume wa Mwenyezi Mungu alipowaambia, huyu ni ngamia wa Mwenyezi Mungu, mwacheni anywe maji fungu lake. Fakadhabuhu fa'aqaruha fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawaha, lakini walimkadhibisha na wakamchinja ngamia, kwa hivyo Mola wao mlezi aliwaangamiza kwa sababu ya dhambi zao na akawafuta kabisa. Wala yakhafu uqbaha, wala yeye haogopi matokeo yake.